Huko nyuma kuna wale na wote wana mimi na kurudi 25 nenda beach. Warumi 15 13. Kama umefika sema amina. Amina. Nisome the book of Romans chapter 15 verse 13. Inasema wakamjibu sisi hatutakuwa bali tutakufunga tu na kukutia mikononi mwao. Basi anasema wakamjibu sisi hatutakuwa bali tutakufunga tu na kukutia mikononi mwao. Basi tutakufunga tu na kukutia mikononi mwao. Basi wakamfunga kwa kamba mbili mpya. Wakamchukua toka huko kwenye ufa katika mwamba. Wakampeleka mpaka kufa katika mwamba. Alipokaribia Lehi, Wafilisti wakamjia wakipiga kelele. Roho wa Bwana akamjia juu yake kwa nguvu. Kamba zilizomfunga mikono yake zikawa kama kitani kilichomwa kwa moto. Kamba zilizofungwa zikakatika kilichokuwa kwa moto. Na vifungo vyake vikaanguka chini toka mikononi mwake. Ndipo akaona mfupa mpya wa taya. La punda. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako kwamba mwaka huu simalizi na vifungo. Mwambie simalizi mwaka huu na vifungo. Wala mwaka ujao sitaingia kwa taabu na shida. Maana wengi wanajua ya kwamba kuna vifungo vilifungwa kwa maisha yako. Wakati Wafilisti walipomshika Samsoni, wakamfunga kwa kamba, wakajua ya kwamba tumemalizana na yeye, ya kwamba Samsoni hataweza tena. Lakini nimekuja nikutie moyo ya kwamba mwaka huu utaisha kama bado uko ndani ya vifungo. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ya kwamba toka mwaka uanze year asante na wamekuwa wakikumonitor tu, wakituma monitor spirit wajua ya kwamba umefikia wapi. Wakati Samson aliposhikwa wakamfunga, wakajua ya kwamba wamemalizana na yeye, walitumia Delilah. That's why your spirit ya Delilah mpaka leo wake nasumbua. Inatafutanga watu ambao wako strong, watu ambao wanamtafuta Mungu, watu ambao wanamfunga na kuomba. Hiyo roho wake na watesa. Napata uko kanisani lakini wanawake wewe kazi yako ni skata ipiti. Wajerumani wanasema skata ukikala. Yaani wewe ukiona tu mtu amevaa rinda tu, macho yanakudondoka. Macho hayataki kutoka huko. Kama vile yule msichana wangu sasa vile alafu Mungu alimpatia kashepu. Hapo na kashepu pale ukimwangalia na nguo zingine Mungu alibariki akivaa inamchora shepu namba 8 ama namba 9. Sasa wewe macho hayakutoki hapo. Yaani wewe unaangalia unaimba lakini macho hayataki kutoka. Spirit ya Delilah inakutetisha. Ya usharati. Roho ya usharati. Yaani wewe kila kondoo unataka utafune tu. Ukiona huyu amenona, ninataka nikuoe. Kumbe unataka kuoa, alafu wasichana shida. What is the problem? Mkiambiwanga tu mimi nataka nikuoe, finish. Umeingia kwa box bila kuingizwa. Hallelujah. Amen. Yaani vifungo walipomfunga Samson, Delilah alipotumika kumfunga Samson, wakajua ya kwamba Wafilisti wamemalizana na yeye. Lakini maandiko yanasema kwamba
Mimi wanaambianga watu, if you want to be a good servant of God, kuna vitu 3 lazima ushinde. 3 things lazima ushinde hivi vitu 3. Kama wewe huwezi shinda hivi vitu 3, wewe bado. Unaweza kuwa bishop na kitambi na cheni ya dhahabu na kola kubwa, kitambi kama uko na mimba miezi 7, lakini kama hujashinda hivi vitu 3, wewe bado. Kwa sababu hizi vitu ndio zinamalizanga Wakristo wakiwa kanisani, ninakwanga vifungo juu ya maisha yao. Kitu cha kwanza waga ni tamaa ya pesa, na ndio imesababisha kanisa limetiwa mfukoni kwa serikali. You know the church is in the pocket of the government. Hiyo siogopi kusema, kwa sababu kuna mwanadamu kuna mbingu ya kuipeleka. Kanisa iko kwa mifuko ya serikali sasa, kwa sababu ya mabisho kwenye vitambi. Walienda setos wakapewa pesa, wakasema huyu ametosha. Yule mzee akatuacha, Mungu akaenda mbele za watu, wakasema ni mganga. Sasa kanisa haina say. The servant of God, we don't have a voice again. We don't have voice to speak. Kwa sababu kanisa liliwekwa kwa mfuko kwa sababu ya watu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wakachukua wakafanya yao, wakaenda mifukoni. Sasa mpaka wanatulazimisha tuende theology tusome. Na wamesahau maandiko yanasema kwamba wanatupatia hekima za wanadamu kwa masizo za Mungu. Niambie, Yesu alisoma wapi? Fungua. Yesu alisoma wapi? Theology. Tunaona Yesu alisoma theology. Sasa wanalazimisha, you need to go to theology. Yaani uende na vile wanavyotaka wao. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa ya pesa imewaingia. Vifungo vya tamaa. Bado wako ndani ya vifungo vya tamaa. Na hao ndio wa kwanza kuja kanisani wakihubiri kwamba Bwana aondoe hiyo tamaa ndani yako. Kwanza hiyo tamaa waondoke wao kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sikizeni watumishi wa Mungu. Tamaa waondoke. Mkombolewe kwa damu ya Yesu. Kwa sababu tamaa ni dhambi. Ama tamaa si dhambi. Tamaa ni dhambi. Kutamani ni dhambi. Sio tu mke wa mtu, hata kutamani pesa ni dhambi. Haleluya. Jambo la pili lazima lishindwe. Lazima washinde wanawake. Sharati. Namba 1 nimesema washinde pesa. Namba 2 washinde usharati. Sharati. Hata bishop amepatikana kinyanduana na mshirika. Bwana Yesu asifiwe. Bishop amepatikana hivi. Wacha hata saa hizi mambo ya mshirika. Bishop ananyanyua mwanaume mshirika. Unaangalia mambo mzima. Unashindwa ni Mungu gani hao watu wanaabudu. Mabishop wamekuwa mashoka. Homosexual. Unashindwa ni Mungu gani hao watu wanaabudu. Kwa sababu wako ndani ya vifungo na wajizuia kwamba wako ndani ya vifungo. Hao wanaona wako sawa wakishavaa ile manguo yao makubwa na makona na vitambe vikubwa. Wanaona ni wao wametosha. Bwana asifiwe. Na wakibadilisha kwa sauti za Bwana asifiwe. Badilikeni tabia zenu. Tokeni kwa hivyo vifungo vinavyowatatiza na kuhangaisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi kuna vifungo vinatuteza, lazima leo tutoke na tusimalize mwaka na vifungo vya kwetu vya ukoo na laana. Vifungo ambavyo vinatutesa, vinasababisha financial pesa haziwezi kaa kwa mikono. Maisha yetu haiwezi kuwa maisha ya kufanikiwa kwa sababu mateso. Watu waliotutangulia waliishi katika roho za mateso. Pesa unapata lakini hazikusaidii. Nimesema namba 2 lazima washinde roho ya usharati. Kwanza hapa kwa pesa hapo waligumu. Unajua mabishop wengi waje kuombolewa wanatumianga experience ya miaka mingi katika huduma. Bwana Yesu asifiwe. Most of bishop they are using experience kwa sababu
sababu wamekaa sana katika huduma. That's why unasikianga mama ajiitange bishop. Anakwambia mimi si bishop kwa sababu anajua hao watu hawajaokoka. Na ukitaka kujua mimi ninakwambia ukweli, angalianga mabishop ibada zao. Mara baada ya kutoa sijui nini, mara ya kutoa sijui nini, anataka gari mwenzenu. Jamani, nataka gari toke kwenu. Wewe mwenyewe hata ujui utakula nini. Amekazana tu, lete hii. Tunatoa hii. Tunatoa hii. Kwani kuna ibada iwezi kufanyika bila kutoa? Hadi sadaka sio ya kutoa sio nini. Sadaka sio nini. Haleluya. Mwenzenu anataka gari. Ndio akurushie matope vizuri ukitembea barabarani. Bwana Yesu asifiwe. Najua hii injili watanipiga vita. Hii hawapendi. Hii hawatakangi. Wanataka ni Yesu anarudi. Wapi? Badilika kwanza, kirudi akupate msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama urudi akupate kwamba uko katika njia ambayo iko sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema kwamba roho ni radhi lakini mwili udhaifu. Yaani mwili unakataa. Na lazima tushinde. Kuna vitu lazima tushinde. Bwana Yesu asifiwe. Tukatae vitu vya kwetu, vitu vyako. Kila mtu akona vitu vya kwao. Usiseme kwamba mimi kwetu hakuna viko. Nenda ulize nyanya, atakwambia. Wamefanya mpaka sasa kanisa zimekuwa ni kama mahali pa kutafuta pesa. Mtu anakosa kazi, anaenda theology, amefungua kanisa. Isitoshe sana akiona kwa sababu Wakristo wanataka miujiza. They don't want Jesus. Hawataki Yesu tena, bali wanataka miujiza. Na wataki kugharamika kwa maombi. Sasa wanaotafutia shortcut. Tunaenda Nigeria, Karumanzira, tunapewa dawa, nikiinua mkono wewe chini. Bwana Yesu asifiwe. Na that person is so powerful. So powerful. Anatumia mizimu. Unajua mizimu inaongea. They don't have the spirit of death. They speak. They can see your life. They can prophesy about you. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema namba 2 lazima washinde roho ya usharati. Kwa sababu mabishop wanapendana. Kwanza wanakuwa waimbaji. Amekaa pale na kuangalia tu anakumezea macho. Ndio tuonani face to face, maombi special. Maombi gani special ya wawili? Bwana Yesu asifiwe. Tuonani maombi special. Kuna mwingine sila mtaja jina. Nilikuwa nafanya kazi Sufi. Ni mtu mkubwa. Unajua Sufi ni hoteli. Iko na restaurant. Na iko na sehemu. Akakuja na mrado yake akasimamisha kwa mlango. Kwa mrado ameacha mwanamke. Na ninamjua bibi yake, najua watoto wake. Mama ameingia kuulizia roho. Akifika hivi na mimi, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Akaniangalia alitoka kulipola kejea ya gari. Alikuwa anacha mwanamke ndani ya gari. Na hiyo gari ndivyo nimwambia wewe. Sasa alipoingia kuulizia roho akitoka kwa Bwana Yesu asifiwe. Nakuona hapa kumbe na aliingia kwa gari huyo. Huyo mwanamke alikuwa mwimbaji. Mtu mkubwa, bishop mkubwa. So kuna vituko vinafanyika chini ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wamekataa ya kwamba kuna vifungo wako ndani, lakini hawajakubaliana na hivyo vifungo ili Mungu akawatoe ndani, akawafanye safi. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3 ni kiburi. Mabishop wana bidii.
Kwanza mchungaji mdogo ambao unaanzisha ibada, unaanza kanisa. Hao wanaonanga wewe hakuna kitu. There's nothing you can provide. Let me tell you, God is the provider. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ndiye anayeita mtu. Mungu ndiye anayekutia mafuta. Tuache mambo ya shule ni kuongezea tu. Lakini Mungu ndiye anakutia mafuta. Anasema kwamba huyu nimemuita anitumikie. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi. Tunaona tumefika. Tuko na washirika 500 basi. Na watu wanapenda hapo kwa sababu gani? Ukiwa unafanya mambo yako utaonekana. Lakini hapo ukija mimi nitakuona. I will see you. Lakini pale utaonekana, utafanya mambo yako na utaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi. Hata wachungaji tuko na kiburi. Hiyo ndio inasababisha tutauona ufalme wa mbinguni. Utashangaa wachungaji watakuwa kule na wengine kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba naye kamba zikakatika na moto ukatokezea kwa zile kamba. Na wakaona mfupa wa kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vifungo. Wenda ukao uko ndani. Hujui wewe unaona uko sawa. Unaona kwamba mambo yako yanaenda vizuri. Lakini kuna vifungo vinasababisha uwezi songa kiwango kingine. Hatua nyingine uwezi enda. Unang'ang'ana kwa maisha, mambo ya familia. Mambo yako hayaendi. Vitu vyako vimefungwa. Unang'ang'ana pesa unashika, lakini havikusaidii kwa sababu gani? Huko kwa vifungo kuna mtu anajua kwamba kama utashika pesa utamshinda. Kama Mungu atakupandisha hatua nyingine, hawatakuona. Wasema tumwachilie afanikiwe. Na sisi je? Kwanza kama umelelewa familia ambapo baba yako alioa bibi wa pili. Ama umelelewa na wajomba. Wajomba bibi wa pili. Umelelewa baba yako alioa bibi wa pili. Ama kwa wajomba, ama kwa mashangazi. Hata sisi tutakuwa wajomba. Lakini hawa watu wanasumbua. Hawataki kuona kitu kizuri kikitoka kwa mtoto wa dada yao. Wanasema kwamba ufanikiwe ndio ushinde watoto wetu. Yaani uendelee ndio watoto wetu mambo yao yasifunguke. Alafu uko wa kwanza kuendesha gari. Na hawezi kubali. Mashina yakachukuliwa, wakapeleka kuzimuni, wakapeleka kwa waganga. Wewe ni mateso tu Januari mpaka Disemba. Hakuna siku mwahi furahia maisha. Mpaka saa hizi ukienda hospitali unagongo na ansa kwa sababu ya kuwaza. Bwana Yesu asifiwe. Tumbo haina kitu hata kwa sababu unawaza maisha yatakuwa. Wacha nikwambie, popote ambapo walikupeleka wakajua ya kwamba utatoka mwaka utaisha tukiwa kwa hivyo vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni financial waanze kuachilia sasa. Hallelujah. Kwa sababu mimi nimekwambia next year is the year of restoration. Vitu lazima viachiliwe na wanaanza sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Waanze sasa hivi kuviachilia. Vifungo ambao walifunga kiletu wakasema kwamba hao hakuna mahali wanaenda. Lazima waanze kuvikatakata. Na wasipokata sisi tutatuma kuomba katikata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye atakata. Amen. Atakatakata. Kwa sababu yeye ni moto ulao. Popote anapoingia mambo lazima yabadilike. Anapoingia ndani yako mambo lazima yabadilike. Kuna vitu lazima na wewe ukubali kuachana nazo. Haleluya. Kiburi. Alafu sasa hizi wa Kristo na hiki kitu tunaiona hapa kanisani. Watu waombi. Don't pray. Unaomba sana kufurahi. Saa 9 uamke.
kuomba. Kumbuka uko kwa vita. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikupatie siri. Siku yako kabla ianze asubuhi, itengeneze wewe usiku saa 9. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio utadetermine vile siku yako itaenda. Utadetermine vile siku yako Mungu ataifanikisha. Kwa sababu saa 9 unapoamka, unapomwita Mungu, unasawazishana na Mungu vile unataka hiyo siku iende. Lakini hiyo time ndo unamorota, unaota unafukuzwa na nyoka. Unaota unafukuzwa na mapanga leo. Utatoka mji. Haleluya. Sasa ndio usingizi tamu. Usitoje. Usingizi tamu hata unaweza kujipojolea. Mimi nakumbuka wakati wote tukiwa wadogo. Hiyo saa 9 hiyo nilikuwa tunapojoana kwa kitanda. Unaota leo uko chooni. Ukiamka asubuhi unachukua mwili wako na mbadili hapo unalala hapo mwingine. Unabadilisha nguo. Sasa unashikwa wakati nguo imebadilishwa. Niko na msichana wangu mwingine hapa nilipojuana anabadilisha na nguo. Anakuwa zile anatupa huko alafu anabadilisha nguo. Okay, sasa wewe utajua mtu alipolewa. Harufu ukifunga mlango mbele, harufu inakuja. Naona amejikunja ongea. Ujue kuna kitu amekifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio masaa yatakana usemezane na Mungu. Hiyo ndio masaa kama unamwita Mungu. Lakini sasa wewe ndio unamoroza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio time unaombea mzee wako. Unamwambia asubuhi afanikiwe. Wajua wazee wamechoka mpaka hata wajui kumekuja kanani. Hata saa 12 unamwamsha amka uende kazini. Yeye anasikia bado ni kazi usiku. Unafanya kumlazimisha kuamka. Amka. Sasa mwanamke shujaa sasa hivi unaamka. Unamuita Mungu kwa sababu ya mzee wako. Unamuita Mungu kwa sababu ya familia yako. Wakristo tuache kuwa wazembe wa kuomba. That's why watumishi wa Mungu they take advantage of you kwa sababu ya shida zao. Kwa sababu anajua una maombi na usomi neno na maono yako ujui. Sasa nakwambia utaendesha gari. Gari na mwenyewe hata baisikeli au. Utaendesha gari. Maana Mungu anakuletea gari. Iko wapi? Mimi mwingine kuna mwingine niliingia kwa mtandao TikTok. Nilipoingia tu hivi. Wakati huo basi siandika pasta. Niandika tu kile. Nilipoingia kwanza ninaona miezi 6 ishi unanunua gari. Kama my friend. Mimi mwenyewe hata baisikeli sina, niambia gari nitatoa wapi? Amini Mungu nipatie njia ya kutengeneza pesa ninunue hiyo gari. Haleluya. Wajua saa hii mahali imefika ni tuambiane ukweli. Tuache kutiana mafuta. Tuache kubembelezana. Kwa sababu sikiza, nisipokuambia ukweli mimi nitadaiwa hiyo damu. Nitadaiwa juu yako. Kwa nini sikukwambia kwamba hii ndio njia? Hakuna mtu alitupa gari wote na kokote. Hata boti pale zipo. Sasa tuna December. Auction inafanyika leo. Imefanyika? Bora kuniambia niende nichukue gari bana, lakini mimi napata gari bana. Auction pale boti zimetupwa ziko, lakini ukitaka kuchukua auction unafanya auction. Kuanzia 150,000 kuendelea. Huku niambia bana niende nifanye auction na mimi. Nichukue gari hapa. Unaona na gari kangu mimi. Hata kama kanatoa moshi. Haleluya. Ili tuko wapi gari? Utajenga magorofa. The Bible says, I will bless the work of your hand. Yani nitabariki kazi ya mikono yako. Wakati unapofanya kazi, mimi Mungu nitaibariki. Bwana Yesu asifiwe. Yani nitakubariki uingiapo, utokapo. Lakini ikiwa utazishika sheria zangu, sio utabarikiwa tu.
ikiwa utazishika sheria za Mungu. Halo, wewe umezishika? Kama Sabato leo unakuja kama ushakula lunch saa 5. Wewe nenda kanisani. Unaingia. Tena hata ushukuru uombe. Wale unapata ndio kwa Kristo unaingiana nao. Anasema ya kwamba nitabariki kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Deuteronomy anasema nitakubariki uingiapo utokapo. Lakini ikiwa utazishika sheria zangu. Hakuna baraka za bure. Bwana Yesu asifiwe. There is no free blessings. No. Iko na gharama. Na gharama lazima ushike sheria za. Napiga absent Jumapili 4, napatikana Jumapili 1. Napiga absent Jumapili 6, napatikana Jumapili 1. Alafu nataka Mungu akubariki. Alafu kuna pasa mwingine anakuambia, "Ninaona unaendesha magari, unaenda kuokota." Haleluya. Wakati umefika tuambiane ukweli ya kwamba kama utazishika sheria za Mungu basi utabarikiwa. Na kama utazishika hutabarikiwa. Hebu fungua Deuteronomy 28. Waswahili wako hapa. Maji. Reina. Maji. When you obey the voice of the Lord your God and his commandment, therefore I shall bless you. Nitakubariki uingiapo, nitakubariki utokapo. Kazi ya mikono yako itabarikiwa. Ng'ombe zako mashambani watabarikiwa. Mjini utabarikiwa. Haleluya. Endelea, watu wameachia nusu. Na baraka hizi zote zitakujulia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Uzao wa tumbo, yani hautazaa mateja. Bwana Yesu asifiwe. Hautazaa visirani. Mtoto wetu ni shikaki, yoga shikaki. Wewe shikaki, simba shikaki, watakamili shikaki, mdomo kama filimu. Hautazaa sambulio. Haleluya. Utazaa watoto watakuwa kama wana wa uzao wa Israeli. Watoto ambao wamenyoka. Masomo wamenyoka. Hautazaa mikia. Shuleni hawatakuwa mikia. Wajua kuna watoto kazi yao ni kuzindikizana tu wengine. Sisi tulipokuwa tukisoma tulikuwa tunaambiwa kweli mbele kiapo. Kwa sababu mimi nilisoma na Waswahili. Walikuwa na tabia mtoto anakuja kushikashika nywele. My friend, if you are not very careful, they will take everything in your life. Hallelujah. Hizi vitu zipo. Maandiko yanasema kwamba uzao wa tumbo lako utabarikiwa. Si ati leo ukiendesha gari, shika sheria za Mungu kwanza. Obey his commandments. Hallelujah. Hebu shuka chini. Hiyo ni trouble. Kuanzia 15, I think ni 15 unasemaje? Hapo 15, shuka chini 15. Sikiza basi laana hiyo. Inasema lakini itakuwa usipotaka kusikiza sauti ya Bwana au utaka kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote. Usiangalie kufanya maagizo yake. Yaani kuna maagizo ambayo
fulani. God will pass. Mtu asikudanganye kwamba Mungu analani. Hawezi lani. Mungu hata kureject, Mungu ana reject. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizayo hivi leo, ndipo nitakapokujia laana hizi zote na zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Bwana Yesu asifiwe. I want you to understand something. Everything Mungu anapeana kiko na gharama yake. Haleluya. Gharama ya maombi, kuna sheria za Mungu lazima uzishike. Even to reject, God can reject you. God rejects Saul and rejects Saul. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Samueli, mpaka lini utamlilia Sauli? Maana mimi Mungu nimemkataa. Bwana Yesu asifiwe. The same statement I use it. Nikasema kwamba kiongozi mliye naye Mungu alimkataa kwa sababu ya urongo. Mungu atembei na warongo. Haleluya. Hiyo nitakuja kuwafundisha siku nyingine. Mungu atembeage na warongo, wajanja, wezi, wanyang'anyi. Mungu hawezi tembea na watu sampulio. Anataka watu ambao wamezishika sheria zake na wakusikinuka kwa miguu yao. Simama kwa miguu yao.